Ndugu waandishi wa habari ya saa hizi, habari za mchana, natumaini mko salama. Bwana Yesu asifiwe sana, tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nimewaita, nashukuru kwa kuja, kwa kuitikia wito huu. Mara kadhaa ninapokuwa na matukio muhimu, basi huwa nawaita kwa ajili ya kuweza kunisaidia kuweza kufikisha taarifa kwa umma. Nina mambo mawili ambayo ningetamani muweze kuyafikisha kwa umma, na Mwenyezi Mungu awasaidie na awape kibali ili aweze kwenda. Jambo la kwanza, huu ni mwaka mpya 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na uzima, sisi sote pamoja na taifa letu kwa ujumla. Habari ya kwanza ambayo ninayo kwa watu wote ambao ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam, lakini wale ambao wako pia mikoani, tarehe 31 mwezi huu wa kwanza, Mama IPM atakuwa na ibada kubwa ya wanawake, mabinti, wamama, mabinti na wanawake wote kwa ujumla. Ibada hii itafanyika tarehe 31 mwezi huu wa kwanza 2026, mwanzo wa mwaka, kwa kichwa cha habari kilichobeba mwanzo mpya wa mwanamke. Kama tunavyoamini katika neema ya Mwenyezi Mungu, Mungu ni Mungu wa watu wote, na kabla ya kumhukumu mtu huwezi kujua nini anachopitia. Wanawake wengi wamekuwa wakiteseka sana mambo mbalimbali ya kiuchumi, mahusiano, kazi, maisha, kifamilia na kadhalika. Lakini tunatambua ya kwamba mwanamke ni mwanamke na ni kiumbe ambaye ana vita toka alipoumbwa kwa mara ya kwanza. Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanamke, of course alianza kumuumba kwanza mwanaume, then baadaye akafuatia mwanamke. Lakini toka mwanamke alipoumbwa, misukosuko yake ilianza toka kwenye bustani ya Eden. Lawama alitupiwa yeye wa kwanza. So ziko lawama nyingi sana ambazo mwanamke anatupiwa katika maisha yetu leo. Kwa hiyo Mama IPM ameamua kuandaa kongamano hili ambalo linafanyika tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. Eneo ni hapa hapa kwenye ukumbi wetu wa Embassy of God Foundation. Popote pale mwanamke ulipo, na kukaribisha katika kongamano hili ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maisha yako. Tutakuombea, utafunguliwa, utafundishwa namna ya kuishi, namna unavyopaswa kuishi hapa duniani. Wengine mnategemewa, wengine ni single mother, wengine mpo ndani ya ndoa, wengine hamna kabisa ndoa. Utafundishwa namna ya kuweza kuishi katika maisha haya tulionayo sasa hivi. Lengo uweze kuwa mwanamke ambaye unajisimamia na kujitambua katika maisha yako. Mama IPM amejiandaa vya kutosha. Hivi ninavyozungumza, anaendelea kujiandaa kuhakikisha kwamba kile ambacho kimeandaliwa basi kinaweza kufikia we mwanamke popote pale. Usichukulie kawaida. Unapoona watumishi wa Mungu wanakuita kwa ukubwa namna hii, basi unapaswa na wewe kulibeba hili jambo kwa ukubwa. Ukishuka pale Mbuyuni ya Tegeta, maana kuna Mbuyuni nyingi, Mbuyuni ya Tegeta. Ukishuka pale Mbuyuni, waambie na kwenda kwa IPM kwa sababu ndio jina maarufu pale, unafahamu. Of course huduma yetu inaitwa Embassy of God Foundation, lakini kwa sababu ya umaarufu wa pale stendi, ukisema IPM inakuwa ni rahisi wewe kuweza kufikishwa kanisani. Kwa hiyo nakualika, patakuwa na chakula pia mchana. Nashukuru Mama IPM kwa kufanya hii neema. Sisi wanaume kwenye kikao cha wanaume tunakuwa watu wanakunywa maji ya kunywa tu ngumu, lakini Mama IPM wameandalia chakula kizuri kabisa. Mtakula na hapata kuwa na kiingilio, ni bure kabisa. Njoo ujifunze, njoo upate kitu ambacho kitakuondoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maandiko yanasema kila mmoja na neema yake. Mimi IPM unaweza kusema wewe ndio mbeba maono, lakini hata Mama IPM pia ni mbeba maono kwa upande mwingine. Kwa hiyo yeye ana neema yake na mimi na neema yangu. Kwa hiyo kwa wewe mwanamke, na kukaribisha sana, usikose katika kongamano hili la wanawake na mabinti ambalo mtumishi huyu wa Mungu ameliandaa. Nisiwe na maneno mengi sana. Karibu. Hakuna ubaguzi wa dini, wa rangi wala kabila. Watu wote ni wa Mungu na wote mnakaribishwa. Mungu awabariki sana.
Na jambo langu jingine muhimu ambalo ninalo ni tukio langu la tarehe 28 kuelekea tarehe 30 kuelekea mwezi wa 4 huwa tuna tukio la Pasaka. Kwa hiyo huwa tuna ibada ya kuchinja. Sisi tunaamini kwenye kuchinja kama ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumza kwenye vitabu vyote wal Qur'anil Hakim, lakini amezungumza pia katika Biblia kwamba manabii wote wa kale walifanya hivyo. Of course na mimi pia nimeanza kufanya hivyo, japo imekuwa ni changamoto, ni vita kutokana na uelewa, jambo jipya, lakini ni jipya kwetu sisi wanadamu, lakini sio jipya kwenye vitabu. Siamini IPM kusoma makaratasi alafu nikabakia nayo kichwani, naamini katika matendo. Na ndio maana watu wamekaa katika ibada, wamekaa katika imani kwa miaka mingi, maisha yao hayabadiliki, wako vile vile. Mungu hakuleta dini wanufaike wanaongoza hizo dini. Mungu alileta dini ili walioko ndani ya dini pia wanufaike. Sio vizuri au haisaundi sana au mimi sipendi sana mimi kufanikiwa alafu nao waongoza wanalia njaa, hawana hela ya kula, hawana hela hawezi kujenga, hawezi kuwa na maisha yao. Huwa na msemo wangu nasema, usinichoreshe. Ukiwa mfuasi wangu usinichoreshe. Mimi nataka kuishi maisha mazuri, nataka kukaa nyumba nzuri, nataka kuendesha magari makali, yani nataka kuishi dunia, kwa sababu hivi vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama mimi nitavihitaji, natamani na wanaoniongoza pia waweze kuvipata kama jinsi ambavyo mimi nimevipata. Sura ya mchungaji ndio sura yanayowaongoza. Kwa hiyo sitegemei mchungaji kufanikiwa alafu wanaowaongoza wako masikini, hata hela kula hakuna. Kwa kulitambua hili sasa, lazima tufate kanuni ya kuchinja. Kwa hiyo wale ambao mko mikoani, huwa tunatuma video kama hizi mapema, kwa sababu watu mtakuwa mjiandae. Hauji kupiga story, unakuja kuchinja. Kwa lazima ujiandae nauli, ujiandae hoteli, ujiandae namna kupata hela ya mnyama na kadhalika. Njoo, hautajutia, kwa sababu watu wote waliohudhuria ibada ya kuchinja hakuna hata mmoja aliyejutia. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Fika Dar es Salaam kwa nyinyi ambao mko nje ya nchi, mnatufuatilia Kenya, Burundi, Zambia, Mozambiki, Malawi, Namibia, South Africa, wengine wanatoka mpaka Marekani, Canada, wanakuja kwa ajili ya ibada hii kubwa ya mwezi wa 4 ya kuchinja. Kwa jiandae kwenye tarehe 28, 27 umeshafika Dar es Salaam, tunaonana alafu tunaandaa wanyama, tunafanya hii kazi, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Kama mnavyojua ndugu waandishi habari, huwa sina maneno mengi sana. Hayo niliyozungumza yananitosha na nimefikisha ujumbe kwa jamii. Kama kuna swali lolote, karibuni.